Miongo kadhaa iliyopita, Catherine Power alikuwa mwanafunzi wa chuo kikuu huko Boston alipohusika na kundi la kisiasa lenye msimamo mkali au la mapinduzi pamoja na vijana wengine. Kundi hili lilipanga kuiba benki na kisha kutumia pesa hizo kununua silaha. Catherine alitakiwa kuwa dereva wa gari la kutoroka. Ujambazi haukuenda kama ilivyopangwa baada ya kengele ya kimya wajulisha polisi, na baada ya hapo risasi zilifyatuliwa na polisi mmoja aliwawa. Kathy alitoroka. Aliishia kuhamia jimbo la mbali. Kwa miaka 23 iliyofuata alijulikana kama Alice Metzinger. Aliolewa, akawa mama, akawa raia mwenye sifa nzuri. Lakini akiwa na umri wa miaka 44, Kathy Power alikuwa amechoka, akiteswa na hatia, akiwa na huzuni sugu, na hatimaye alifanya jambo pekee alilohisi angeweza kufanya: kumaliza mateso yake. Kwa mshangao mkubwa wa familia yake, marafiki, majirani, alijisalimisha kwa mamlaka na kufichua kwamba hakuwa Alice Metzinger baada ya yote. Alipofanyiwa mahojiano baadaye na kuulizwa ni nini kilichomchochea hatimaye kujitokeza na kusema ukweli, alisema, nilikuwa nimechoka kuishi na aibu na hatia. Hadithi yake inanikumbusha moja ya maungamo maarufu zaidi katika Biblia yote. Sasa tuko kwenye Zaburi 51 na si chochote zaidi ya Daudi kutoka mafichoni na hatimaye kukiri ukweli kwa Mungu, kukiri dhambi yake, kwa familia yake, marafiki zake, kwa ulimwengu wake wote. Sasa kichwa cha Zaburi hii kinasema, wakati nabii Nathani alipomwendea baada ya kuingia kwa Bathsheba. Kweli dhambi hiyo ya kusikitisha imeandikwa kwetu nyuma katika 2 Samueli 12, ambapo Nathani alikuja kwenye ikulu na kumwelekeza kidole mfalme huyu mwenye hatia na kusema maneno yale maarufu, wewe ndiye mtu huyo. Kwa maneno mengine, tunajua, Mungu anajua, ni wakati wa kutoka mafichoni. Sasa tunapofanya kazi kupitia Zaburi ya Daudi ya kukiri, nataka tuelewe kwa kuangazia maneno 4 muhimu yanayokuja akilini mwangu ninaposoma Zaburi hii. Neno la kwanza ni neno ombi. Daudi anatoa ombi hili hapa katika mstari wa kwanza: Unirehemu, Mungu, kwa kadiri ya upendo wako wa milele, kwa kadiri ya rehema zako nyingi. Kwa njia, huo ni mwanzo mzuri wa kukiri. Daudi anajua anahitaji rehema za Mungu. Daudi amekuwa akificha dhambi ambazo zilijumuisha tamaa, uzinzi, njama ya mauaji, unafiki, kuficha ukweli, matumizi mabaya ya mamlaka. Na maanisha, bila rehema za Mungu, Daudi hana nafasi. Lakini kwa msingi wa rehema za Mungu, Daudi sasa anaenda kumwomba Mungu kufanya mambo matatu. Kwanza, Daudi anasema hapa katika mstari wa kwanza, futa makosa yangu. Usemi huo unarejelea kufuta maudhui ambaye yamewekwa kwenye daftari la hesabu. Daudi anaomba, Bwana, futa hizo maelezo, futa rekodi ya dhambi zangu. Na nadhani Daudi anajua itachukua kifutio kikubwa sana. Pili, anasema hapa katika mstari wa pili, nioshe kabisa kutoka kwa uovu wangu. Nioshe ni kifungu cha Kiebrania ambacho kawaida kinarejelea ufua, nguo chafu. Anasema hapa, Bwana, mimi nahitaji madoa ya dhambi yaoshwe kutoka kwenye mavazi ya maisha yangu. Kisha kwa tatu, Daudi anamwomba Mungu hapa kwa kusema, nisafishe kutoka kwa dhambi zangu. Weli sasa haongei juu ya mavazi yake, anaongea kuhusu tabia yake. Ni Mungu pekee anayeweza kumtakasa. Ni Mungu pekee anayeweza kumsafisha kutoka kwa dhambi. Sawa, hebu nikwambie, hii ni ombi kubwa sana. Neno la pili muhimu linalokuja akilini mwangu ni neno kukiri. Sasa katika mistari hii ya mwanzo, Daudi anarejelea mara kwa mara dhambi zake. Yeye sivyo, hamlaumu mtu mwingine yeyote, hanyoshi kidole chake kwa Bathsheba.
Unajua, hailaumu paa la jumba la kifalme ambalo hakupaswa kamwe, unajua, kujenga kwa urahisi karibu na patio ya nyuma ya nyumba yake. Sijui ni mara ngapi nimesikia mtu ambaye ana hatia ya dhambi au hata kitendo cha uhalifu akisema, kweli, unajua, hiyo haikuwa mimi. Sawa, ilikuwa nani basi? Naam, Daudi anasema hapa, kweli, ilikuwa mimi. Hii ilikuwa mimi. Nilifanya hivi. Kwa kweli, anaendelea hapa katika mstari wa 5 kusema, tazama, nilizaliwa katika uovu na katika dhambi mama yangu alinichukua mimba. Sasa Daudi hasemi kwamba mama yake alimchukua mimba wakati akifanya dhambi. Anasema kwamba tangu mwanzo wa maisha yake, ambayo ni wakati wa kutungwa mimba kwa njia ya urutubishaji, anasema hata wakati huo nilikuwa nimeanguka, nilikuwa mwenye dhambi. Hii ndiyo wanatheolojia wanaita kwa njia ya dhambi ya asili. Hiyo ni asili ya kibinadamu iliyoanguka, tunayoirithi kutoka kwa Adamu, na sote tunazaliwa nayo. Na maanisha, kama unafikiri malaika wako mchanga si mwenye dhambi, basi subiri tu. Utawahi kumfundisha jinsi ya kutaka njia yake mwenyewe. Utawahi kumfundisha jinsi ya kusema uongo. Utawahi kumpa masomo yoyote juu ya kufanya hayo yote. Utawahi kumfundisha mvulana wako mdogo jinsi ya kuwa mchoyo na vinyago vyake. Utahitaji kumfundisha jinsi ya kushiriki. Utawahi kumfundisha watoto wako wadogo jinsi ya kusema hapana. Utahitaji kuwafundisha jinsi ya kusema ndiyo. Unaona, Daudi anakubali hapa kwamba dhambi yake ilitokana na asili yake ya dhambi aliyorithi tangu mwanzo kabisa. Kwa hivyo, anatuambia kimsingi hapa kwamba hakuanguka, unajua, katika dhambi na Bathsheba. Anatuambia alitembea moja kwa moja ndani yake, aliingia ndani yake kwa hiari. Macho yake yalikuwa wazi kabisa. Unajua nini, wapendwa? Hii ni kukiri kwa dhati kwa hatia. Sasa anataka kuongeza neno la tatu muhimu hapa ambalo ni muhimu sana, na ni neno urejesho. Daudi anasema hapa katika mstari wa 7, nisafishe kwa hisopo nami nitakuwa safi. Tunajua kwamba hisopo ilikuwa mmea mdogo ambao ungeweza kupatikana ukikua katika mipasuko ya miamba, hata kwenye kuta za mawe huko Yerusalemu. Ilikuwa inatumika kutengeneza kile ambacho tunaweza kuita leo brashi ya rangi. Unaweza kukumbuka wakati Mungu alipotangaza pigo la mwisho juu ya Misri, aliwaamuru Waisraeli kuchukua kikundi cha hisopo na kukichovya katika damu ya mwanakondoo, kisha kuipaka kwenye miimo ya milango huko Kutoka 12. Hii inaonyesha kifo cha baadaye cha Kristo. Hii ilionyesha nguvu ya utakaso ya damu ya Bwana iliyomwagika ikipakwa kama ilivyokuwa juu ya mioyo yetu yenye dhambi. Kwa hivyo Daudi haombi hapa msamaha wa haraka kutoka kwa Bwana. Anachoomba kweli ni usafi wa kudumu, na anajua kwamba ni Mungu pekee anayeweza kumtakasa mwenye dhambi, mwenye hatia. Daudi anaandika hapa katika mstari wa 10, uumbe ndani yangu moyo safi, e Mungu, na uifanye upya roho iliyo sawa ndani yangu. Daudi anatumia neno la uumbaji hapa kwa njia ambalo unalipata nyuma katika Mwanzo sura ya 1. Mungu akiumba mbingu na dunia kutoka kwenye chochote. Hilo ni muujiza wa kushangaza. Kuumba kitu kutoka kwenye chochote. Kwa hivyo Daudi anapomwambia Mungu hapa, uumbe ndani yangu moyo safi, kimsingi anasema, Bwana, una chochote cha kufanya kazi nacho linapokuja swala langu. Utalazimika kufanya muujiza wa uumbaji, kuumba kitu kutoka kwenye chochote ili kuumba ndani yangu moyo safi. Nikuambie wapendwa, hii ni ungamo la kweli, na hii ndiyo sababu Daudi alipata urejesho wa kweli katika maisha yake. Sasa wacha nikupe neno la 4 na la mwisho. Ni neno azimio. Unajua wapendwa, sehemu ya ungamo la kweli ni kuwa na azimio la kurekebisha mambo, kuanza kuishi maisha ya uaminifu, kuchukua hatua za kwanza mbele ya Mungu na wengine. Hivyo ndivyo Daudi anavyofanya. Anasema hapa katika mstari wa 13 kwamba nitawafundisha wakosaji njia zako, na wenye dhambi watarudi kwako. Kwa maneno mengine, nataka ushuhuda wangu uwatie moyo wengine. Nataka kutoka mafichoni
Nataka kukiri dhambi zangu. Nataka kuwafundisha ili nao waweze kukiri dhambi zao na kuishi kwa ajili ya Mungu. Je, umewahi kufikiria kuhusu ukweli kwamba azimio la Daudi limetimia tena leo? Kwa wakati huu tunasoma na kujifunza azimio la Daudi hapa. Tumekuwa tukionya, tunatiwa moyo, tunafundishwa jinsi ya kukiri dhambi zetu na kutembea na Mungu. Na maanisha, fikiria kuhusu hilo, takriban miaka 3,000 baada ya Daudi kuandika wimbo wake wa kukiri hapa, bado tunautumia leo kama mfano wa jinsi ya kukiri dhambi zetu kwa dhati kutoka mafichoni na kuwa sawa na Mungu. Hivi ndivyo unavyoweza kuepuka kuishi maisha ya siri kwa miongo kadhaa, labda kama maisha ya Alice Metzinger, na matokeo yake yote mabaya. Wacha tukatae leo kuishi hivyo. Badala yake, wacha tufundishe ulimwengu wetu jinsi inavyoonekana kuwa Mkristo, mtu ambaye si mkamilifu. Wacha tuwafundishe kwamba Mkristo ni mtu anayejua jinsi ya kuomba kwa usahihi, jinsi ya kumkaribia Mungu kwa kukiri kwa uaminifu, jinsi ya kupata furaha ya urejesho, na kisha jinsi ya kufanya azimio sahihi katika kusonga mbele tunapotembea na Mungu. Hadi wakati mwingine, wapendwa, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote. Amina.